TARURA na TARURA ni nini na kitu gani kimepelekea mpaka ikaanzishwa. Wakala wa barabara za vijijini na mijini, yani TARURA, Tanzania Rural and Urban Roads Agency, kwa kifupi TARURA, umeanzishwa rasmi kwa mujibu ya sheria ya wakala za serikali sura ya 245, yani Executive Agency Cap number 245, na kutangazwa rasmi katika gazeti la serikali namba 211 la tarehe 12 mwezi wa 5 2017. Na wakala huu umechukua majukumu yaliyokuwa chini ya halmashauri. Huko nyuma shughuli zote za barabara zilikuwa ziko chini ya mkurugenzi, akiwa pia na idara ya ujenzi ambayo ilikuwa inashughulika na kazi za barabara, na kwa upande wa TAMISEMI ilikuwa chini ya idara ambayo ilikuwa inaitwa Directorate of Infrastructure Development, DID. Na kama mnavyojua, kumekuwa na changamoto katika kutekeleza jukumu la ujenzi, ukarabati na matengenezo ya barabara za vijijini na mijini chini ya mamlaka za serikali za mitaa, na ambazo baadhi ni kwamba idara za ujenzi chini ya mamlaka za serikali za mitaa iliyokuwa inashughulikia barabara kuwa na majukumu mengine mengi, na hivyo kutotoa kipaumbele kwenye sehemu ya barabara ambayo pamoja na kuonekana kwamba ilikuwa na umuhimu, lakini ile idara ilikuwa na majukumu mengi, mara madarasa, nini, kazi za mkurugenzi na kazi nyingine zozote atakazopangiwa yule mhandisi. Kwa hiyo ikaonekana kama kidogo wale wahandisi walioko kwenye halmashauri wanashindwa kutoa muda wao mwingi kwenye kazi za barabara. Lakini pia kulikuwa na suala la rushwa katika utoaji wa zabuni za barabara. Sasa hili tutapambana nalo kwa sababu rushwa inaweza ikawa popote. Pia utekelezaji wa kazi chini ya viwango, ambao mara nyingi ilikuwa ukiwauliza wahandisi wanasema tunaingiliwa sana, mara budget inayokuja lazima muigawe sasa kwa lile baraza la madiwani ndio linaamua, na kila diwani atataka labda kwamba bwana, mimi kaeneo kangu hata kama hela itoshi, lakini kila mtu anasema kale kasungura kadogo basi tugawane hivyo hivyo. Sasa zikawa zinafanyika kazi ambazo kuweza kuzipima, kuona output yake, kuona kwamba zimesaidia vipi, ikawa ni ngumu kidogo. Lakini pia kulikuwa na kufanya kazi kwa mazoea bila kujali matokeo na kutofuata taratibu, pia na mgongano wa kimaslahi. Haya yote yalipelekea katika vikao hivyo ambavyo tumekuwa tukishiriki, tukaonekana kwamba hapana, labda tukianza TARURA kwa sasa inafanya kazi tu kama inavyofanya kazi TANROADS. Tofauti yenyewe iko chini ya Wizara ya Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, wakati TANROADS iko chini ya Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano. Kwa hiyo ikaonekana kwamba tukiwa na hiki kitu ambacho kimedevote tu kwenye shughuli za barabara peke yake, majukumu ya TARURA ni barabara tu, kama ambavyo TANROADS ilivyokuwa na majukumu ya barabara. Tofauti ni kwamba TANROADS wakati wanadili na barabara za tunasema trunk roads, barabara kuu, hizi barabara zinazounga mikoa na mikoa, nchi na nchi, zinaitwa trunk roads, na hizi regional roads. Sisi kama TARURA tunajihusisha na barabara za vijijini na mijini. Barabara za vijijini ambazo zinaenda maeneo ya uzalishaji, na mijini hizi zote ziko chini ya TARURA, ambayo TARURA yenyewe inaongozwa na mtendaji mkuu, Chief Executive, akiwa makao makuu yake akiwa Dodoma. Baada ya Chief Executive kwenye organization chart, naye ana watu wake pale, ana wakurugenzi na vitengo. Lakini baada ya hapo inakuja eneo la mkoa. Mkoa kuna mtu anaitwa Regional Coordinator, ndio mkuu wa TARURA katika mkoa, kama ambavyo TANROADS labda unaweza kusema Regional Manager, na kwa TARURA yeye anaitwa Regional Coordinator. Tukienda kwenye halmashauri, maana tulifuata structure ile iliyokuwepo, lakini pale kwenye halmashauri wale wahandisi waliokuwa wanahusika na barabara wametolewa sasa kwa mkurugenzi, hawapo kwa mkurugenzi,
badala yake wanajitegemea. Wana mkuu wao anaitwa meneja, wakala wa barabara za vijijini na mijini wa halmashauri. Jina tunatumia hilo hilo, halmashauri ya wilaya Busokelo TARURA, halmashauri ya jiji la Mbeya TARURA, hivyo hivyo. Kwa hiyo naye ana watu wake chini ambao wanamsaidia pia katika utekelezaji wa kazi za kila siku. Kwa hiyo kazi yetu kubwa sisi ni barabara, na barabara zetu nyingi ni zile zinazoenda kwenye maeneo ya uzalishaji. Hapo nadhani kwenye uzalishaji wa mazao ya kilimo na mifugo na nini, labda ndo tukaitwa pia kuweza kutoa maelezo kidogo. Nielezee pia kwamba kwa mwaka wa fedha sasa, ndo maana tumeanza rasmi tarehe 1 mwezi wa 7 na ikazinduliwa tarehe 2 mwezi wa 7 pale Dodoma, lakini kwa mwaka wa fedha 17-18 tumetengewa bajeti ya shilingi bilioni 9.4. Hizo ni kwa mkoa wa Mbeya, hizo ni fedha za matengenezo tu ya kawaida, na shilingi bilioni 1.2 kwa ajili ya fedha za maendeleo. Kwa hiyo tutafanya kazi zenye thamani hiyo, na tumeanza manunuzi sasa hivi, tunatafuta makandarasi. Nadhani baada ya wiki moja tutakuwa tumewapata, tutaingia kazini. Naomba kuwasilisha. Collection center. Out of that, 4 collection center don't have roads, so they can help for that because it's a benefit for farmers. So I don't know if it's possible for them to this rough road. I don't want a tarmac road, maybe rough road. So my gari can pass there. If it is possible for them to help for that or what? Asante sana. Mimi engineer nimetoka TMA. Huwa kuna shida ya wakandarasi wanapopitiliza muda kuja kutaka ile extension time, na sababu zao kubwa sana huwa wanazileta kwamba kipindi hicho kulikuwa na bad weather, kulikuwa labda na mvua, ikawa hawawezi kufanya kazi. Lakini kabla ya hapo hakuna mahusiano labda kutuona ili kuweza kupanga ule muda kwamba muda huu utakuwa hivi, muda huu utakuwa hivi, mpaka pale ambapo mna kesi ndio naanza kuja kutafuta ushahidi kutoka TMA. Sasa sijui mmejipangaje watu wa RURO katika hili, kwamba anapopewa mkandarasi ile barabara labda kutengeneza, kwanza kabla hajataka muda fulani angekuja TMA tuweze kumpa ule utabiri kwamba tunategemea kipindi gani kitakuwa na mvua zitachukua muda gani, ili kuweza kupunguza yale matatizo ambayo huwa mnayapata kila wakati. Asante. Yeah. Hata tunaweza kuwa mliongelea, lakini nitaka kujua tu TARURA tofauti na TANROADS. Dhamira ya serikali ya TARURA kwa vijijini ni nini? Ni kutengeneza barabara moram, kufukia kila zinapoliwa na maji, au mna dhamira pia huko kutengeneza lami, labda pengine ili tujue? Atueleze kwamba ni viwango vipi vya barabara wanalenga kujenga. Asante. Mwingine? Siko mbali sana na mwenzangu wa Dash. Barabara zetu za vijijini halmashauri ya Rungwe na Busokelo, kusema kweli, hali ni mbaya. Hali ni mbaya, mvua ikinyesha hali ni mbaya kweli. Siwezi chukua barabara yote ile niisifie. Kuna zingine kwa bahati mbaya ukienda Busokelo kwa mfano, unaingia kwenye, unajua kwa kawaida poto linafaa kuwa unapita juu, lakini zile unapata kabisa imechimbika, utafikiria semi kubaya, utafikiri ni kama mtu akwenda kupanda mgomba. Unaingia kabisa na pikipiki ndio unatoka. Barabara kabisa rasmi. Ukiulizia kuna vitengo pia tofauti. Mara sijui hii barabara sijui ni ya halmashauri, hili sijui ni la kijiji. Kwa hiyo inakuwa vigumu sana. Inamaanisha kwamba sisi baadaye tunaongea na wafugaji waende watusaidie kuziziba, kwa sababu la sivyo maziwa yachukuliwi. Kwa bahati mbaya maziwa yanaharibika kwa haraka sana. Na naongelelea zaidi ya vituo 59. Halmashauri nyingine vituo 22.
Kwa hiyo hali kusema kweli yani natuvurugia sana kiasi kwamba hata wakati unataka kuweka investment unawaza okay, wacha nijaribu niweke tenki pale ili iwe rahisi kuchukua yale maziwa kutoka pale inipunguzie ile gharama ya usafiri. Lakini mwisho wake ukibulk maziwa inamaanisha gari inakuwa nzito zaidi, kubwa zaidi. Inamaanisha ikiende karibika huko unapata loss hata kubwa zaidi. Kwa hiyo tunatibu viashiria vya ugonjwa. Hatutibu ugonjwa wenyewe ambao ni barabara mbovu. Tulikuwa naomba kama inawezekana angalau maeneo yale ambayo yana uzalishaji, kwa sababu ukiangalia Rungwe na Busokelo vyanzo vingi sana vya mapato, kwa mfano viazi, hizo ni vitu bulky sana. Ukiangalia chai bulky sana, ukiangalia maziwa, lakini ni vitu ambavyo pia vinafaa vifike sokoni mapema. Barabara haituruhusu kufanya biashara vizuri kiuhakika, kiukweli. Ni vipi? Priorities, what are the criteria kujenga miundombinu hiyo? Nafikiri ndio swali hilo. Na pengine tunampa somo tu kwamba one of the criteria should be like the areas of high potentials for productions. Si ndio? Watu wamwachia hivyo. Swali la mwisho kabisa, baada ya hapo nafikiria hivyo tu. Ndio. Nataka nimshauri tu kwamba engineer kwa maana kwamba watakuwa wanatekeleza hilo jukumu lao, kwa maana hiyo sheria yao ya TARURA, pia wajaribu kuangalia sheria nyingine. Kwa mfano tu tutatolea tu kwamba sheria yetu ya mazingira inataka kwamba local roads inabidi ziwe registered na ikiwezekana zifanywe tathmini athari ya mazingira. Kwa hiyo hii nimetoa tu mfano kwenye sekta yangu, lakini pia anaweza akaenda pia kwenye sekta nyingine wanataka nini. Kwa hiyo katika kutekeleza sheria yake pia angalia na sheria nyingine ili kuweza kuleta mambo katika wadau mbalimbali kama na wadau wa serikali. Kama ambavyo leo ndio lengo la mkutano huu, kuna regulators na taasisi mbalimbali za serikali. Sisi kama alivyoeleza TARURA kwamba wamejikita kwamba kutengeneza barabara zile ambazo zinaenda kwenye maeneo ya uzalishaji. Lakini pia ni wajibu, kama mzangu alivyosema tu hapa, ni wajibu wa sisi wawekezaji kuwa na ushirikiano wa karibu. TARURA anaweza kaa pale akawa hajui barabara ipi na muhimu sana. Sisi kule Njombe kwenye chai, barabara ni muhimu sana kama alivyosema mwakilishi kutoka Busokelo, kwa sababu chai ni zao ambalo ndani ya masaa 8 inakuwa imeshafika kiwandani. Na baya zaidi uzalishaji unatokea kipindi cha mvua, na barabara ndizo za vijijini. Na ukiangalia serikali, kwa maana hata mwanzo kabla ya TARURA, local government walikuwa wanateza barabara. Kwanza kuteza tu barabara ya kuunganisha kata na kata ni changamoto. Bado ya kijiji na kijiji. Na kama kuna uzalishaji mwingi unatokea, unakuwa kijiji hiki hapa, uzalishaji unakuwa kuna eneo la uzalishaji limetoka hivi. Unaweza kukuta kilomita 8 kutoka kijijini ndiko kwenye maeneo ya uzalishaji. Huko ndiko wanalima chai, huko ndo wanalima na viazi, vitu mbalimbali. Kwa hiyo sasa ni wajibu wa sisi wawekezaji kushirikiana na taasisi husika, iwe ni NEMKI, iwe ni TARURA, kuhakikisha kwamba tuna identify zile needs zetu na vipaumbele. Na sasa kama amesema kipaumbele ni hiki, kumbe kipaumbele uzalishaji mkubwa huko. Sisi kwa Njombe tumeshirikiana kuanzia mwanzo tulivyokuwa local government, kwa nashirikiana kwa kadri uwezo ambao anao mwekezaji, lakini tukishirikiana na halmashauri ya wilaya. Hata saizi na TARURA tumeshafanya kwa identify zile barabara ambazo ni za vipaumbele kwa maana ya kampuni yetu kuwahudumia wakulima wadogo wa chai. Kwa hiyo nilikuwa nakumbusha hivyo kwamba ni wajibu wetu sisi, sio tukae tu muda mwingi tu tunarusha kwa regulators na kwa taasisi husika, lakini lazima na sisi tuwajibike kuhakikisha kwamba tunatengeneza awareness na kwao pia. Platform nafikiri ni powerful tool kuweza kuplan hizi barabara. Ninachokiomba kwa TARURA, kama mnaweza mkawa na shape files za hizi barabara ambazo zipo hata ambazo zipo kwenye plan, wasaidie wasako tuweke kwenye ile platform ili hata hawa investors waweze kuplan where should the collection center be and how the value chain can go around. Kwa hiyo nafikiri itakuwa vizuri. Yaani nakushukuru sana kwamba nilikuwa na mimi naomba nitumie dakika 5 hizo nisizidishe. Kwa hiyo nitayajibu tu. 80 collection centers, naomba kama angeweza akapata nafasi basi aje ofisini kwangu tuweze kuona, manake sijazijua, pamoja na kwamba zipo sijajua zipi, lakini nadhani tunaweza tukafanya kitu, kwa sababu ndo hasa majukumu yetu. Kama tunaweza kusaidia hilo tunaweza tukalifanya. Kwa hiyo haja tuangalie ni barabara zipi anazisema na tuweze kuzifanya kazi. TMA, nashukuru kwa input zako. Nadhani ndani ya hizi wiki mbili kwanza tutakuwa na contract signing ceremony. Tunasema barabara nyingi zinaonekana haziko vizuri kwa sababu tulikuwa tumesimamisha kazi za barabara kutokea tarehe 1 Julai ili kupisha hiki kipindi cha mpito. Sasa ndo nimesema kwamba tunafanya upembuzi wa zabuni ili tupate makandarasi. Mimi nitaomba nikualike siku hiyo, taalika na wadau wengine ili tuweze kushare hizi experience. Nimesema kwamba tunataka kufanya kazi kitaalamu.
swala ni kubwa sana, umeliongea, na najua kuna hata ambao wanaenda wanadanganya tu ili mradi alete awe na kitu ambacho kitamsaidia kuongezewa muda. Ni eneo moja ambalo tunataka kulifanyia kazi. Kwa hiyo nitaomba labda kama utakuwa na muda na wewe kwenye ile contract signing ceremony, tukawaeleza makandarasi wetu kwamba jamani, kuna hili kwa sababu cheating nayo sisi haturuhusiwi sasa. Kwa hiyo nakushukuru kwa hiyo, na tutafanya kazi pamoja ili liende vizuri. Swala la kutengeneza lami mpaka vijijini, kwa sasa kwa mwaka huu hatuna budget ya kutengeneza lami mpaka vijijini, though tuna mpango huo. Tutaenda taratibu kwa labda 18 19. Budget hii tunayoenda nayo ni ile tuloilisi kutoka kwenye halmashauri, lakini ili tuonyeshe kwamba tunakusudia kuleta mabadiliko. Tutaenda taratibu, lakini tutakuwa tuna mipango ya kutengeneza barabara za lami hadi vijijini. Mheshimiwa Rais alilisema hilo, kwa hiyo kwetu ni agizo, na tutakapopata fedha. Though pia tunategemea kuna uwezekano mkubwa wa kuweza kupata fedha hasa baada ya TARURA kuanzishwa, kwa sababu kana kwamba ifanye kazi kitaalamu, tunaweza tukapata pia na wafadhili wengi wa kuweza kuinvest fedha zao TARURA kuliko wakati ilivyokuwa ile kwamba lazima mlorongo ulikuwa ni mkubwa. Rungwe na Busokelo umesema barabara ni mbovu sana. Naomba nilichukue tulifanyie kazi. Busokelo tumejitahidi sana, tuna miradi ya karibu bilioni 5.7 ya barabara. Sasa wakati mwingine unaweza ukakuta labda lile eneo ambalo wewe ndio unalitaka ndio lenye matatizo. Hatujawa na uwezo wa kusema kwamba mtandao wetu wote uko clear 100%, lakini naomba hasa hayo maeneo ambayo unayaona kabisa kwamba hili ni la msingi. Kuna meneja pale Busokelo wa barabara, meneja wa TARURA, swala hilo naomba halipate na ajue hizo barabara ni zipi ambazo hazipitiki na kweli ni potential roads, ili tuweze kuzifanyia kazi kwa pamoja pale ambapo na Rungwe pia hivyo, lakini na mimi nitawaagiza tena mameneja hao tuone tunawezaje kusaidia hiyo. Tunaenda taratibu, nimesema ndo tunaanza, hatuwezi kutegemewa kwamba over a single night tukafanya wonders, lakini zumuni letu ni kuleta mabadiliko chanya na kwa haraka, lakini haiwezi kuwa overnight. Lakini maeneo ya uzalishaji tutayapa sana kipaumbele na tutafanya nayo kazi. Mtaalamu hapa ameshauri kwamba wakati tunatekeleza majukumu yetu tu take on board na sheria nyingine tunalichukua kama lilivyo. Ili la shape files tunazo za barabara zote ambazo tumeziweka kwenye nani. Kwa hiyo pale zitakapohitajika tu mimi nitazitoa tu, hizo nazo hapa ofisini kwangu. Na pia tuko sasa hivi mtandao wetu wa TARURA tunauingiza kwenye program inaitwa DROMAS. Zile barabara ambazo mpaka tarehe moja mwezi wa kwanza 30 Disemba zitakuwa hazijaingizwa hizo, manake sasa hizo zitakuwa sio za kwetu. Kwa hiyo kwa zile barabara ambazo mnahisi huko mliko kwa mameneja, unahisi labda barabara yangu hii ningependa iwepo, kwa wasiliana na meneja, watachukua GPS, wataenda watazitrack, wataziingiza kwenye DROMAS. Baada ya hapo zisipoingizwa hizo, manake sasa tutakuwa tunasema ni sawa, lakini hizi sio za kwetu. Tutakuwa na mtandao ambao uko registered na sheria itakuwa ituruhusu kufanya kazi ambazo ziko ya nje huo mtandao. Kwa hiyo kwa wale wadau ambao wanajua hii barabara ni muhimu, basi wanaweza kuwasiliana na mameneja huko waliko, ili wale mameneja wazichukue. Au unaweza ukakuta tayari ishachukuliwa, yeye atakwambia kwamba hii tunayo, hii hatuna. Ili sasa tukishafunga hiyo tuanze sasa matengenezo ya barabara. Naomba hilo tushirikiane pia ili tuweze kucapture barabara nyingi iwezekanavyo. Asante sana.